quelque chose vibre à moi. Quand j'entends tonner ta voix, oui, un feu brûle à moi. Wandugu wapendwa, tunamikaribisha tena kando marejeo yenu juu ya kusikia neno ya Mungu. Tunamiomba msifuate mahubiri sa vile information moja ya ku radio, hapana. Ni ibada, inafaa unaita batoto, unaita bibi, mnakusanyika, mnaomba mbele ya kufikia hapa saa ya kusikia mahubiri, na mnafuata mahubiri muhali ya ibada. Ndio sababu tuko na kuya kuleta predication ina tu information. Mungu amibariki. Amen. Ndio sababu tutaenda kuomba tena juu ya kazi ya asubuhi ya leo. Baba, tunakukaribia tena, tunahitaji msaada kutoka kwako. Tunakiri kama tuwezi lolote. Wewe pekee ulichagulia batu sama vyombo ili wafanye kuwa wengine sawa ba mitume, sawa nabii, sawa batumishi wako. Ndio sababu tunachungilia kwa kushuka Baba, tushike na uwezo wako, neno lako pata kwa kile kenye iko. Neno ya Mungu yenye kutenda iko na ajira. Ndio sababu tunaomba Baba, tayarishe na mioyo ipate kwa udongo safi ya kupokea neno ya asubuhi ya leo. Tunaomba ni mjina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Amen. Tutasoma Isaïe 51. Isaïe 5. Twende tusome bien kama utaanza kusoma Isaïe 5. Twende Isaya sura 5. Kwa mstari wa kwanza ule mara pale tu. Mstari wa kwanza. Niimbie mpenzi wangu wimbo wa mpenzi wangu juu ya shamba lake la mizabibu. Mpenzi wangu alikuwa na shamba la mizabibu katika kilima cha udongo mzuri. Tasoma na mi pale, tasoma mon français. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Mungu abariki neno yake. Amen. Hapa ni Isaya anaanza kusema atamwimbia mpendwa wake, atamwimbia wimbo wa mpendwa wake juu ya shamba yake ya mizabibu. Anasema kama mpendwa wake alikuwa na shamba ya mizabibu juu ya mlima wenye kuwa na mboleo. Ile ndio tunasema kuna kwa maneno matatu hapa ya lazima sana yenyewe tunapaswa kujua, kwa sababu Isaya anasema taimba. Anasema iko na kantiki ya mpendwa wake. Na anasema tena kama mpendo wake alikuwa na shamba. Tutatembea katika ile juu ya mpendo, juu ya shamba, juu ya kantiki. Amen. Mungu atubariki sana. Amen. Tunaona hapa anamuita Mungu wake kama ni mpendo wake. Anamuita mara tatu kama ni mpendo wake. Na ule mpendo wake alikuwa na shamba. Na anaanza kuimbia juu ya ile shamba. Mpendo wake mwenyewe ni nani? Na shamba yenyewe ni nani? Na sasa tutajua ile shamba, tutajua na wimbo wenyewe uliimbwa ni wimbo gani. Tunaenda tena pale mu Isaïe 5. Isaïe sura 5. Tunaenda mu verset yake ya 7. Mstari wa 7. Isaïe 5:7 kama unafika unasoma bien aimé. Kwa maana shamba la mizabibu la Bwana wa majeshi ni nyumba ya Israeli. Amen. Amen. Shamba ya mizabibu ya Bwana wa majeshi ni nyumba ya Israeli. Hapa wanasema juu ya Bwana wa majeshi, shamba ya Mungu. Kama unasoma mu Biblia ya Jesus Christ, wanasema kama ni Yahweh, shamba ya Yahweh, shamba ya Yahweh Bwana wa majeshi. Na shamba yake inakuwa ni Israel. Amen. 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 Tunaona kama hapa kunakuwa shamba ya Yahweh, ya Yehova vile beko na mprononce ya Yehova. Ile ndio shamba yake ni Israel. Amen. Ndio shamba yake, na anasema Juda ndio mtu wenye alibeba wa lazima akaupanda. Mimi alikuwa anachungia kupata mabaraka mu ile shamba yake, akupata mabaraka. Amen. Amen. Tunaona hapa kama ile shamba inakuwa ni Israel. Tunaenda kuna kwa shamba nyingine yenye kuwa mu 1 Corinthiens 3:9. Wakorintho wa kwanza sura 3 mstari wa 9. Sura 3 mstari wa 9 inasema nini? Pale tunaweza kwenda tapa mstari wa 7 juu ya kupata wazo mzuri. 1 Corinthiens 3 naanzia hapa 7. 1 Corinthiens 3:7. 3:7. Tukamandika na kwa nani karakteri kidogo. Basi hivi yeye anayepanda si kitu wala yeye anayetia maji, lakini Mungu anayekuza. Mwenye kupanda na mwenye kuwarozea bako kitu, mwenye Mungu anakuza njoo wa lazima.
Tushuka na andiko. Basi yeye anayepanda na yeye anayetia maji ni mmoja, na kila mtu atapokea mshahara wake mwenyewe sawasawa na tabu yake mwenyewe. Amen. Amen. Na mwenye kupanda na mwenye kuaroze wote watapata mshahara, wote wanatumika mshamba. Shuka na andiko tuone shamba yenyewe ni nini. Maana sisi ni wafanyakazi pamoja na Mungu. Amen. Paul, Pierre na wengine wote wafanya kazi pamoja na Mungu. Amen. Amen. Sasa nini ni shamba la Mungu? Bale wenye kutusikia njoo yanakuwa shamba ya Mungu. Hapa tunaona kama kuna kwa shamba yenyewe ilikuwa ya Jehova, wanasema ni Israel. Hapa mu Nouveau Testament kuna kwa shamba nyingine, na ile shamba inakuwa ni kanisa. Ndio shamba ya Jesus Christ. Tunaona hapa kama kuna kwa babieneme, kuna kwa tena mashamba, na mashamba ndio kuna kwa shamba yenye kwa kanisa na shamba yenye kwa Israel. Shamba yenye kuwa Israeli ilishindwa kutoa matunda, ndio sababu Isaia 5 analia pale asema mkuye nitahukumu shamba yangu na mie mkuwe ba hukumu. Lakini hii shamba yenye tuko nasemea ya Yesu Kristo itatoa matunda. Amen. Hiyo itatoa matunda. Kwa sababu ya nini itatoa matunda? Tutaona kile kitu tujua nini itatoa matunda. Napenda kusema kama kuna kwa shamba ya Jehova yenye haikutoa matunda na shamba ya Jesus Christ yenye kwa kanisa. Ndio sababu tunaona hapa kama kanisa anakuwa ni mwanamke anazala, anakuwa na matunda yake. Na kanisa ya Jesus Christ tutaiona mu Apocalypse 12 inazala. Kanisa ya Jehova haikuzala hapana. Mungu atubariki sana. Tunaona hapa kama kuna kuwa mpendwa. Tunarudi kwa Moisei tena bieneme, turudi Moisei mule. Isaiah 5 sura 5. Waanzie pale verse. Niimbie mpenzi wangu wimbo wa mpenzi wangu juu ya shamba lake la mizabibu. Amen. Tamwimbia mpenzi wangu juu ya shamba yake. Wimbo wa mpenzi wangu. Ndio wenyewe taimba, ndio vile Isaya anasema. Hapa tunakuwa kama kunakuwa bien-aimé ni nani? Ni Jehova. Ndio vile tunatoka mkusoma. Ndio wenyewe Isaya alikuwa anaimbia ni Jehova mwenyewe alikuwa na shamba yake Israel. Sasa kuko ba bien-aimé bengine apara ya Jehova kuwa bien-aimé, kuko tena bien-aimé mwingine mwenyewe tunakutanisha mu Isaya 42. Isaya 12. Voici mon serviteur. Tazama mtumishi wangu. Que je soutiendrai. Ambaye nitamshikilia. Mon élu. Mteule wangu. En qui mon âme prend plaisir. Kwa yeye ambaye nafsi yangu inapendezwa. J'ai mis mon esprit sur lui. Nilitia roho yangu juu yake. Et il annoncera la justice aux nations. Na atatangaza haki kwa mataifa. Haleluya. Amen. Hapa mwenye kusema haiko tena Isaya. Hapa anakuwa ni Mungu yeye peke. Anasema voici mon serviteur. Tazama mtumishi wangu. Mtumishi wake anakuwa nani hapa? Que je soutiendrai. Nitakayemshikilia. Ni mtumishi nani mwenye atashikilia? Eske ni Isaya? Eske ni Musa? Mon élu. Mteule wangu. Mteule wangu kusenglier. Kama kuna kwa élu, l'élu, ule ni Jésus Christ. Amen. Si bengine bote tuko des élus. Kama kuko le fils ule mwana ni Jésus Christ. Si bote tuko des fils. Amen. En qui mon âme prend plaisir. Ambaye nafsi yangu inafurahiwa naye. Amen. Et j'ai mis mon esprit sur lui. Nilitia roho yangu juu yake. Il annoncera la justice aux nations. Atatangaza haki kwa mataifa. Nabii wote wa Ancien Testament balitangaza ni kwa Israeli kwa sababu alituma kwa Israeli. Huyu nabii, huyu mteule, huyu mtumishi wake, mwenye anaweka pleziri yake yote, atatangaza habari njema, atatangaza uhaki kwa mataifa. Amen. Tunapenda kumjua ule maandiko tuelezeni nani. Tuko na Mathayo 12. Mathayo sura 12. Mathayo 12 inasema nini? Chunga nitafute nifike pale. Mathayo 12 Jésus mwenyewe ndio anakuwa anasemea kile kitu cha ule mteule balisema Isaya 42. Mathayo 12 Jésus anaanza kusema tupate kumjua ule mteule ni nani, ule mtumishi wake mpendelevu mwenye ndani yake aliweka mapendo yake yote. Tunaenda ni pa 16 mstari wa 16. Atuanzie pa 14. Les pharisiens sortirent. Wafarisayo wakatoka. Ils se consultèrent sur le moyen de les faire périr. Wakafanya shauri juu ya namna ya watakavyomuua. Mais Jésus l'ayant su, lakini Yesu akafahamu, s'éloigna de ce lieu. Akaondoka toka mahali pale. Une grande foule le suivit. Makutano wengi wakamfuata. Il guérit tous les malades. Akaponyesha wagonjwa wote. Il les recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître.
akawaambia kwa nguvu wasiseme ile maneno, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète. ili itimie neno lililosemwa na nabii Isaya. Alisema wapi? mu chapitre 42 tunatoka mkusoma. Alisema nini? Voici mon serviteur que j'ai choisi. Tazama mtumishi wangu niliyemchagua. Amen. Amen. Mon bien-aimé à qui mon âme a pris plaisir. Mpendwa wangu ambaye nafsi yangu inamfurahia. Haleluya. Amen. Isaya mpendwa wake ni Jehova. Jehova na yeye anakuwa na mpendwa wake ni nani? Ni Yesu Kristo. Anamuita ni mtumishi wake. Tunaenda mu Isaya 53, banamuita Yesu kama ni mtumishi mwenye alifanya kazi yote ya wokovu sisi tupate kuokolewa. Njoo hapa Mungu anamuita mon bien-aimé, mpendwa wangu, en qui mon âme a pris plaisir, ambaye nafsi yangu inafurahia. iko na batumishi ba Mungu ba mingi. Musa ni mtumishi wake, Josue ni mtumishi wake, Isaya ni mtumishi wake, Habakuki ni mtumishi wake. Mtumishi mwenye aliweka plaisir yake yote ni nani? Je mettrai mon esprit sur lui. Nitatia roho yangu juu yake. Il annoncera la justice aux nations. Atatangaza haki kwa mataifa. Alléluia. Amen. Tunaruka pale tunaenda pa 21. Et les nations espéreront en son nom. Na mataifa watatumania jina lake. Alléluia. Bana tumainia si mjina ya Isaya, si mjina hata ya nabii yote. Bana tumainia ndani ya jina ya huyu mtumishi wake mwenye anapenda, anaweka upendeleo wake ote. Haleluya. Amen. Ule mtumishi wake mwenye kuwa son bien-aimé, mpendwa wake. Mpendwa wa Jehova na kwa ni nani? Ni Jésus. Hapa ilikuwa ni profesi na Jésus anaikumbusha mu Matthieu 12. Anasema kama Isaya alikuwa anasha kusema juu yangu. Mungu atubariki. Haina tu pale, tuko na maushuhuda mingi yenye kuonesha kama huyu Jésus ndio anakuwa bien-aimé wa Mungu. Tunaenda mu Matthieu 3. Mathayo sura 3. Matthieu 3 tunafika pale, ni wakati wa ubatizo wa Yesu Kristo. Yesu anaenda kubatizwa kwa Jean. Jean anaanza kumkatalia, anamweleza uache tufanye haki wote. Jean akakubali kumubatiza. Sana mbatiza, anaingia mumai, anatoka mumai. Twende pale tunaanza pa 16. Mstari wa 16. Dès que Jésus y était baptisé, mara moja wakati Yesu alipobatizwa, il sortit de l'eau, akatoka katika maji, et voici le ciel s'ouvrir, na tazama mbingu zikafunguliwa, et il vit l'Esprit de Dieu akaona roho ya Mungu descendre comme une colombe, akashuka kama ua, et venir sur lui. akakuja juu yake. Et voici une voix fit entendre Na des tazama cieux sauti katoka mbingu ces paroles: ikisema, celui-ci huyu est mon fils bien-aimé, ni mwana wangu mpendwa, en qui j'ai mis toute mon affection. ambaye naweka furaha yangu yote. Haleluya. Amen. Mungu anaweza kuwa na watoto wake ba mingi na iko nabo ba mingi kwa sababu Yesu ni mzaliwa wa kwanza. Mwenye aliweka plaisir yake yote, affection yake, mapendo yake yote ni ndani ya mtu Yesu. Amen. Amen. Ndio sababu bien-aimé, sa vile Yesu ni kaka yetu, wakati alibatizwa mbingu ilifungulika. Na si bana tuelezea mu Acte 2:38, kama tukitume na kubatizwa mjina la Bwana Yesu Kristo, mbingu itafungulika, tutapata Roho Mtakatifu. Mimi napenda kusema hapa, sinasikia vile ushuhuda. Celui-ci est mon fils bien-aimé, huyu ni mwana wangu mpendwa, en qui j'ai mis toute mon affection. ambaye natia mapendo yangu yote ndani yake. Mapendo yangu yote natia ndani yake. Amen. Amen. Mungu atubariki sana. Amen. Tunaenda tena tupate mshuhuda mwingine, ni Mathayo 17. Mathayo sura 17. Tunafika pale wakati anapanda kumulima kule, Yesu anageuzwa, anaangara, anakuwa sawa jua, paka mkiwango Petro akili na muruka, anamuelezea sema tufanye mahema 3, moya ya Yesu, moya ya Elia na moya ya Musa. Ndio sauti ikatoka tena kumbingu. Sauti ilisema nini? 5. Comme il parlait encore, Wakati walipo wakisema, une nuée lumineuse wingu ya mwangaza sana les couvrir, ikawafunika. et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles: Na tazama sauti kasikika toka mbingu kwa neno hili, celui-ci est mon fils bien-aimé, huyu ni mwana wangu en mpendwa, qui j'ai mis toute mon affection. ambaye natia mapendo yangu yote ndani yake. Amen. Amen. Aproba kukubaliwa kote ndani ya mtu Yesu, plaisir yote ya Mungu ndani ya mtu Yesu. Amen. J'ai mis toute mon affection. Naweka mapendo yangu yote ndani yake. Écoutez-le. Mumusikilize yeye. Ndio sababu bien-aimé, kama kuna kuwa Musa na Elia na Jésus,
kama Yesu anasema na Elia anasema biko tofauti, tutamsikia njoo Yesu. Ndio. Amen. Amen. Kama Musa anasema benye kwa tofauti na ya Yesu, tutamsikia Yesu. Ndio vile Yahweh anasema écoutez-le. Mumsikilize yeye. Pierre alianza kumulinganisha na Musa na Elia. Yeye ndiye alituma na Elia na Musa. Jésus ko zaidi ya ba mitume, Jésus ko zaidi ya ba nabii bote. Amen. Bale bote wana mkompare bana sana mtume tu, baelewe kitu. Na bale bana ni nabii tu, yeye ko zaidi ya ba nabii. Kwa sababu kama tunaenda Mathayo 23 anasema kama yeye ndiye anatumaka na banabii na baandishi na benye kwa na hekima. Ndio sababu Isaya anasema twende kwa tena Isaya mule. Isaya sura 5 anasema nini? Mstari wa kwanza. Niimbie mpenzi wangu wimbo wa mpenzi wangu juu ya shamba lake la mizabibu. Amen. Amen. Mpenzi wake ni Yahweh, anakuwa anamwimbia kantiki yake ya Yahweh. Haleluya. Amen. Tunakutanisha ndani ya Biblia mnakuwa makantike ya mingi. Hapa nani Yahweh kuna kantike yenyewe mpaka namwimbia. Na kama tunaenda mu Apocalypse 15, tunatoka mu Apocalypse 15. Sura 15. Tunakutanisha tena pale kama watu banakuwa naimba, banakuwa na kantike, ni kantike kan. Sijui kama ndio ile ya Isaya, na tunapenda kujua ile kantike. Tunafika Apocalypse 15 inasema nini? Si afika pale, nafika pale. Apocalypse 15 tunakutanisha hapa kama watu wanaanza kuimba Apocalypse 15 combien? Apocalypse 15 tunaenda pa 3 mara moja. Mstari wa 3. Tuimbe pale, tusome pale. Il chantait le cantique de Moïse. Wao wanaimba wimbo wa Musa, le serviteur de Dieu. Mtumishi wa Mungu. Et le cantique de l'agneau. Na wimbo wa mwana kondoo. En disant tes œuvres sont grandes et admirables. Wakisema matendo yako ni makubwa na ajabu. Seigneur Dieu tout-puissant. Bwana Mungu mwenyezi. Tes voies sont justes et véritables, roi des nations. Njia zako ni za haki na kweli, mfalme wa mataifa. Ni banani hapa beko naimba? Tuone kwa hapa watu iko ya lazima sana watu wajue benye kuimba hapa. Tunapanda pa verset 1. Mstari wa kwanza. Puis j'ai vu dans le ciel un autre signe. Nikaona toka mbingu alama nyingine, grand et admirable, kubwa na kupendeza. Cet ange qui tenait 7 fléaux, malaika waliochukua mapigo 7. Le dernier quart pour eux, par eux s'accomplit la colère de Dieu. Mwisho wao ikatimiza kasirani ya Mungu. Je vis comme une mer de verre, nikaona kama vile bahari ya kioo mêlée de feu, inachanganyika na moto, et ceux qui avaient vaincu la bête, na wale walioshinda yule mnyama, son image, na sanamu yake, et le nombre de son nom, na hesabu ya jina lake, étaient debout sur la mer de verre, wakasimama kando ya bahari ya kioo, ayant des harpes de Dieu, wenye vinubi vya Mungu. Hapa tunaweza kuleta koneno ya connaissance. Hapa benye kwa pa bahari ya kioo, ni banani banatoka ku tribulation, ni bale balishinda munyama, balishinda image yake, na balishinda hata hesabu ya jina lake. Ni banani, ni bale bote benye balichelewa enlèvement, mais banapita mu grande tribulation. Bo abakwenda kumbingo, abako patron, mais beko pa mer de verre, na beko naimba banamutukuza Mungu. Amen. Ndio batu wanasema kama mtu anachelewa enlèvement anapotea. C'est pas vrai. Bale benye baliaminia banazalika banakuwa watoto ya Mungu, beko na vie éternelle. Kama anachelewa enlèvement hatapotea, iko na vie éternelle, mais atapita mu tribulation. Na kama anashinda ile jaribu ya mnyama, ataingia mu Jerusalem celeste, hataingia mu Jerusalem terrestre, hataingia mu Jerusalem celeste. Bale ndio batatawala na Jésus Christ. Tunabakutanisha tena na mu Apocalypse 7, la grande foule. Banakuwa kutoka kuma nation yote, kuma tribu yote, kuma bote bale baliaminia Yesu kikweli, mais abakufikia ku baptême du Saint-Esprit. Ndio hapa tunakutanisha hapa. Sasa sikia vile banasema, il chantait le cantique de Moïse, walimba wimbo wa Musa, le serviteur de Dieu, mtumishi wa Mungu, et le cantique de l'agneau, na wimbo wa mwana kondoo. Hapa tulitoka mkusema kama Isaya anasema nitamwimbia Bwana wangu mwimbo kantike. Hapa tunakuwa kantike ya Musa na kantike ya mwana kondoo. Inatofautisha ni nini hapa? Hapa benye banaenda kantike ya Musa ni bale ba juif benye baliaminia. Amen. Wakati wa ministeri ya ba de témoin.
aba banakuwa naimba kwa sababu banaimba kantike ya Musa, ni bajuife. Me aba benye banaimba kantike de l'agneau ni bale baaminifu bakumataifa benye balimwaminia Yesu Kristo. Amen. Ndio pale tofauti iko hapo. Hapa banaimba juu ya nini? Banaimba juu ya kazi ya Mungu. Amen. Mungu atubariki. Twende kwa munani wapi tena? Twende mu Exode 15. Kutoka sura 15. Niko nasemea juu ya makantike hapa kwa sababu Isaya anatuchokozea maneno ya kantike. Exode 15. Kutoka sura 15. Exode 15. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ces cantiques à l'Éternel, ils dirent. Alafu Musa na wana wa Israeli wakaimba wimbo kwa Bwana wakisema. Ils chantèrent à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Wakaimbia Bwana kwa maana ametukuza utukufu wake. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Ameangamiza farasi na mpandaji farasi. Kantike ya Moize inatukuza Jehova kwa sababu anabaokoa kubutumwa bwa Bamisri. Me kuko kantike ya mwana kondo na yuko tofauti. Tunaona hapa kuna kwa kantike ya Isaya, kuna kwa kantike ya Israeli ya Musa, kuna kwa kantike ba biumbe ine na bobe kona imba. Tunaenda mu Apocalypse 4. Ufunuo sura 4. Bien aimé, univumilie unifuate polepole. Shaba yetu haina juu ya makantike, mimi napenda ujue juu ya mpendwa wetu Yesu Kristo. Amen. Tuko ni mu Apocalypse 4 mu verse yake ya mwisho. Apocalypse sura 4. Verse ya mwisho na waza lipa 11 nasema nini bien aimé? Umestahili Bwana Mungu wetu kupokea utukufu na heshima na uwezo, kwani wewe ndiwe uliyeumba vitu vyote. Na kwa sababu ya mapenzi yako vilikuwa vikaumbwa. Biumbe ine 4 êtres vivants na baze 24 banakuwa na msifu Mungu juu ya nini? Tu es digne notre Seigneur et notre Dieu. Umestahili wewe Mungu wetu de recevoir la gloire, kupokea utukufu, l'honneur et la puissance, heshima na uwezo, car tu as créé toutes choses. Kwa kuumba vitu vyote. Haleluya. Mu Apocalypse 15 banasema banamsifu Mungu juu ya maevre yake. Maevre yake ni mbili. Evre ya kwanza ni uumbaji na ya pili ni wokovu. Hapa tunaona banamsifu Mungu Jehova Yahweh, banamsifu kwa sababu aliumba vitu vyote. Et ça c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Ni kwa mapenzi yako yameishi na yaliumbwa. Amen. Hapa tunaona ba 4 êtres vivants banasifu Jehova juu ya création. Kuko tena kantike ya mwana kondoo. Kantike ya mwana kondoo tunakutanisha ni mu Apocalypse combien? Apocalypse 5. Ufunuo sura 5. Tunaanzia pa 8. Mstari wa 8. Et quand il prit le livre, na alipotoa kitabu, les 4 êtres vivants, wale nyama wenye uhai, et les 24 veillards, na wale wazee makumi na se nne, prosternaient devant l'agneau, wakaanguka kifudifudi mbele ya mwana tenant chacun une harpe, kila mmoja na kinubi, et de coupes d'or remplies de parfums, na machupa ya dhahabu yamejaa uvumba, qui sont les prières des saints. ndio ni maombi ya watakatifu. Ils chantaient, na wakiimba. Amen. Ils chantaient un cantique nouveau. Wakaimba wimbo mpya. Juu ya Musa ni cantique ya zamani. Juu ya création ni cantique ya zamani. Mais après ils chantaient un cantique nouveau. Bakimba wimbo mpya. En disant, wakisema, qui est digne de prendre le livre, unastahili wewe kutoa kitabu, et d'en ouvrir le sceau, na kufungua mihuri yake, tu as été immolé, kwa sababu ulichinjwa. Amen. Amen. Et tu as racheté pour Dieu, ukanunulia Mungu par ton sang des hommes, kwa damu yako watu, de toutes tribus, wa kila de kabila, toutes langues, wa kila de tout lugha, peuple et de toutes nations. na jamaa zote. Amen. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs, na ukafanya kwa ufalme wa makuhani pour notre Dieu. kwa Mungu wetu. Ils régneront sur la terre. Watatawala juu ya dunia. Banani balifanya kwa bakuhani, banani balifanya kwa bafalme kama haina si. Basi tunakuwa na deni sasa ya kumwimbia kantike. Sa vile Isaya alimwimbia Jehova, sa vile Musa na batu bake balimwimbia Jehova juu ya kubakombola. Na sisi tunamwimbia mwana kondoo juu ya kutuokoa siku ba Misri, hapana kutuokoa kuzambi na kulufu. Amen. Amen. Mungu atubariki sana. Ndio sababu balikuwa wanaendelea, tushuke tunaandika kwa sababu balikuwa wanaendelea kuimba, twende haraka. Je regardais, j'ai entendu les voix de beaucoup d'anges autour du trône. Nikaona nikasikia sauti ya malaika wengi wenye kuzunguka kiti cha ufalme. Et des êtres vivants, des veillards. Na wale wanyama wenye uhai. Et leur nombre était des myriades, des myriades. Na wale wazee hesabu yalikuwa maelfu 10 mara elfu 10. Et des milliers, des milliers. Na maelfu mara elfu.
Et il disait d'une voix forte, na wakisema kwa sauti kubwa, l'agneau qui a été immolé, mwana kondoo aliyechinjwa, amen, est digne de recevoir la puissance, yeye anastahili kupokea uwezo, la richesse, utajiri, la sagesse, hekima, la force, nguvu, l'honneur, heshima, la gloire utukufu et la louange. na sifa. Amen. Amen. Mwenye bien-aimé wa kuimbia ni Jésus-Christ. Amen. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, Na viumbe vyote vinakuwa mbinguni, sur la terre, juu ya sur la dunia, terre, chini ya sur la dunia, mer, baharini, et tout ce qui se trouve, na vyote je les vinavyopatikana. entendis qui disaient Nikawasikia à celui wakisema qui est assis sur le trône kwa ile mkaji ya kile et cha à ufalme, l'agneau, na kwa mwana soit la kondoo louange, uwe utukufu, l'honneur, heshima, la gloire utukufu et la force na nguvu au siècle des siècles. milele na milele. Et les 4 êtres vivants disent Na wale Amen. nyama wenye uhai wane Na wewe wakasema mwenye kunifuata na wewe sema amen. Amina. Mungu atubariki. Amen. Ndio sababu bien aimé tunaona kama kantike hapa kuna kwa kantike ya agneau yenyewe tunapaswa kumwimbia si saba rachete. Juu ya nini? Kwa sababu tunaenda 1 Thessaloniciens 1:4. Wathesalonike wa kwanza 1:4. 1 Thessaloniciens 1:4. Wathesalonike wa kwanza sura 1 mstari wa 4. Tunafika pale 1 Thessaloniciens. Colossiens Thessaloniciens 1:4 tunafika. Nasoma. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, Tukijua ndugu wapendo wa Mungu, que vous avez été élus. ambao mlichaguliwa. Amen. Amen. Tunaona kama Jehova ni bien-aimé. Ndio. Tunaona kama Yesu ni bien-aimé. Hapa tunaona tena na wewe mwenye kunisikia na mimi mwenye kusema tuko ba bien-aimé ba Mungu. Amen. 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 Hapa wanasema nous savons, Tunajua frères bien-aimés de Dieu. ndugu wapendwa wa Mungu. Wa Mungu hapana wa batu. Bien-aimé kama Mungu alitupenda. Nani atatusema kama anatupenda? Yeye ndio anasema kama anatupenda. Amen. Kama anasema anatupenda, tuko ba bien-aimé tuseme amen. Amen. Kwa sababu anatupenda. Ndio. Mungu atubariki sana. Amen. Ndio sababu bien-aimé, Biblia inasema kama Mungu aliweka mapendo yake yote ndani ya mtu Yesu. Ndio. Amen. Anakuwa bien-aimé. Tunakuwa sana na sie, tunakuwa ba bien-aimé ndani ya Yesu Kristo. Amen. Ndio sababu tutaenda kusoma Efesiens chapitre 1 et chapitre combien? Chapitre 1. Waefeso sura 1 Chapitre 1 tunaanzia pa 3. mstari wa 3. Tushuke bien-aimé kama unafika pale. Abarikiwe Mungu na Baba ya Bwana wetu Yesu Kristo, Amen. ambaye alitubariki katika baraka zote za roho katika pahali pa mbingu ndani ya Kristo. Alléluia. Amen. Béni soit le Dieu Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Abarikiwe Mungu Baba ya Bwana wetu qui Yesu nous Kristo, a bénis. aliyetubariki. Bien-aimé, sema amen. Amen. Uaminie kama ulibarikiwa. Amen. Qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Aliyetubariki kwa baraka zote za roho. Haina kipasu kya mabaraka ya kiroho, hapana, mabaraka yote ya kiroho. Amen. Alitubariki wapi? Dans le lieu celeste. Katika Amen. pahali pa mbingu. Pahali pa juu mbinguni. Tena wapi? En Christ. Ndani ya Amen. Kristo. Haleluya. Amen. Tunaona kama Yesu alikuwa mpendwa. Ndani yake na shetu tunabarikiwa. Amen. Yote yenye tuko navyo ni ndani ya Yesu Kristo. Sikia pa verse ya kufuata. En lui. Ndani yake. Nani ule? Yesu Kristo. Amen. En lui. Ndani yake. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Amen. Mungu alituchagua mbele ya kuumba msingi wa ulimwengu. Bien aimé, kama tulichaguliwa mbele ya msingi wa dunia, eske tutageuka tena tunakuwa babaya? Alisha kutuchagua, tuko la bien aimé bake. Amen. Amen. Alituchagua nani? Ndani ya Yesu Kristo. Amen. Kama atakatalaka Yesu, ndio tukatale na sisi. Kwa sababu tuko ndani ya Yesu Kristo. Amen. Alituteula ndani ya Yesu Kristo kabla ya msingi wa dunia pour quoi? Kujua nini? Pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Ili tuwe watakatifu na pasipo laumu mbele yake. Amen. Bien aimé, tuko bapendwa kwa sababu mbele ya Mungu tuko batakatifu na hatuna makosa. Amen. Unasema mbona wewe uache kusema bile? Uko ndani ya Yesu Kristo. Justice haina yako. Mbona nilisema bongo? Acha kusema vile. Uko mtakatifu na una ustakio kitu ataki moya ndani ya Yesu Kristo. Amen. Tushuke pasisi. Il nous a prédestinés Alitangulia kutuchagua dans son amour katika mapendo à yake être ses enfants, kuwa wana wake, les enfants d'adoption, wana wake par wa Jésus-Christ, kwa njia ya Yesu Kristo, selon les bons plaisirs de sa volonté. kutokana na mawingi ya mapenzi yake mwenyewe. Bon Amen. plaisir ya Mungu ilikuwa juu ya Yesu Kristo. Amen. Na ile ndani ya Yesu Kristo iko na juu ibale bote benye kwa ndani ya Yesu Kristo. Bon plaisir iko juu yao. Ndio sababu tuko benye kukubaliwa bien aimé. Napenda mtoshe mashaka Yesu iko nakuja. Amen. 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 Tosha mashaka kama uliaminia kikweli.
jua kama uko bien-aimé wa Mungu. Amen. Wapi? Ndani ya Yesu Kristo. Na bon plaisir sasa ilikuwa juu ya Yesu, iko tena juu yako. Pour célébrer la gloire de sa grâce, kwa kutumiza utukufu wa sifa yake. Amen. Amen. La gloire de sa grâce, kwa kutukuza utukufu wa neema yake tulipata, kwa sababu Musa alikuwa na sheria, Yesu alikuwa na neema. Donc il nous a favorisé, ambaye alituneemisha dans le bien-aimé. Katika yule mpendwa tunakuwa ndani ya bien-aimé. Kama tuko ndani ya bien-aimé, ile na yana kubaliwa. Plaisir yote ya Mungu iko juu yake. Faveur yote iko juu yake. Na shibe yenye kwa ndani yake, plaisir yake yote iko juu yetu. Sikia vile anasema mu Jean 15. Yohane sura 15. Kwa verset 9. Mstari wa 9. Jean 15. Sura 15 mstari wa 9. Ni Yesu mwenyewe kunasema. Sawa sawa Baba alivyonipenda mimi, Amen. Hivi nilivyowapenda ninyi, mukae katika mapendo yangu. Haleluya. Amen. Sikia vile anasema, comme le Père m'a aimé, sawa sawa Baba alivyonipenda, je vous ai aussi aimé. Na mimi nawapenda vivyo hivyo. Bien-aimé, aminia kama Yesu alikupenda. Tosha mashaka. Batu beko na shakia mapendo ya Mungu. Ndio banatembea mkushakia mkuyumba yumba. Me kama unajua sema mi Yesu alinipenda. Na useme hapana alitupenda, alikupenda wewe binafsi. Comme le Père m'a aimé. Kama Baba alivyonipenda. Ni wapi pale niko pa 9. Tunafika pale. Comme le Père m'a aimé. Sawa sawa Baba alivyonipenda. Je vous ai aussi aimé. Na mimi niliwapenda vile vile. Demeurez dans mon amour. Mukae katika mapendo yangu. Bakie ndani ya mapendo ya Mungu. Tosha mashaka yote bien-aimé. Mungu alikupenda wewe binafsi mwenye kunisikia. Utajiuliza, je, kile tu ulifanya umwaminie ndio mapendo ya Mungu? Imani inatoka ni kwake. Kama uliaminia, Mungu ndio alikuatire kwake. Wengine walisikia ile maneno ulisikia, ile ujumbe ulisikia, mimi hapa kujali kitu. Kama wewe unakuwa unasikia na unaifuatilia, Mungu alikupenda. Mungu atubariki sana. Ndio sababu napenda tutoshe mashaka yote ya kuwa mwana wa Mungu. Uaminie kama uko mwana wa Mungu. Jean 4. Yohane wa kwanza sura 4. Jean 4. Yohana wa kwanza sura 4. Pa verset 16. Mstari wa 16. Ninasema je pale. Bien-aimé, unifuate mzuri, ni verset ya lazima sana itakusaidia. 16 inasema je bien-aimé. Na sisi tumefahamu na tunaamini mapendo ya Mungu kwetu. Amen. Amen. Et nous, na sisi nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Tunafahamu mapendo ambayo Mungu ako nayo kwa ajili yetu. Bien-aimé, est-ce qu'on aamini kama Mungu anakupenda? Amen. Haleluya. Amen. Ombi niko mgonjwa, alimpendaka Lazarus, alikuwa mgonjwa na Amen. 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 Oh, mie mateso, alimpenda Jesus, aliteswa. Ndio. Haleluya. Amen. Anakupenda bien-aimé. Si narudia pa ile écriture. Et nous, na sisi nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Tunafahamu mapendo ambayo Mungu ako nayo kwa ajili yetu. Alikupenda bien-aimé, na kusimu jina la Yesu Kristo. Aminia kama alikupenda. Amen. Kama ulifika mkuaminia Yesu Kristo, ni mapendo ya Mungu. Amen. Kama unadumu muimani, ni mapendo ya Mungu. Ungezaliwa hata kwa ile mataifa yenye haba mjuu Yesu Kristo. Sikia sasa msemo wa kufuata. Nous y avons cru. Nasi tuliamini. Tuliaminia kukitu, nous y avons cru. Tuliaminia nini? Mapendo ya Mungu. Napenda bien-aimé, na wewe mwenye kwa pale uamini kama Mungu anakupenda. Ile ndio itakuwa siri ya ushindi wote. Bale wote walijua kama Mungu alibapenda, bali kubali hata kutoa uzima wao kwa sababu iko siri kama Mungu alibapenda. Dieu est amour. Mungu ni mapendo. Et celui qui demeure dans l'amour, na mwenye kukaa katika mapendo, demeure en Dieu. Anakaa ndani ya Mungu. Dieu demeure en lui. Na Mungu anakaa ndani yake. Amen. Amen. Tushuke sasa pa 17 bien-aimé. Panakuwa maneno yenye itakusaidia. Tele ile hivi kadiri alivyo, tele nous sommes aussi dans ce monde. Ndivyo na sisi tulivyo katika dunia hii. Haleluya. Amen. Yeye iko nani? Iko mwana wa Mungu. Tele ile kadiri alivyo, tele nous sommes. Na kadiri tulivyo. Kama yeye ni mwana wa Mungu, na sisi tuko wana wa Mungu. Amen. Tele ile kadiri alivyo. Yeye ni nani? Ni mteule. Na sisi tuko bateule. Amen. Amen. Il nous a élus. Alituchagua. Na Isaia anaandika sema mon élu. Mchaguliwa wangu. Jésus mon élu, na si ba élu bake. Amen. Tele ile
kadiri alivyo, tel nous sommes, kadiri sisi tulivyo. Amen. Amen. Yeye ni mtakatifu, na sisi tuko watakatifu. Amen. Amen. Yeye ni bien-aimé wa Mungu. Amen. Haleluya. Amen. Na sisi tuko ba bien-aimé ba Mungu. Amen. Yeye ni muriti. Na shie vile vile tuko bariti. Kile kyote Yesu iko na shie tuko kile kitu. Amen. Ndio sababu yeye ni neno ya Mungu na shie tuko sehemu ya neno ya Mungu. Yeye iko immortal na shie tutakufaka tena kama tunamwaminia Yesu Kristo. Amen. Yeye atatawala na shie tutarenye pamoja na yeye. Amen. Uone mapendo Mungu alikupenda bien-aimé. Tel il est, kadiri alivyo, tel nous sommes, na sisi tulivyo dans ce monde. katika dunia C'est hii. quand c'est là que l'amour est parfait en nous. Ni kwa njia ile mapendo yamekamilika ndani yetu. Sasa tunajua tuko na assurance kama kitu kenye kwa Yesu na shetu tuko kile kitu. Amen. En fait que nous ayons de l'assurance. Ili tupate kuwa na uhakika Au jour du jugement. siku ya hukumu. Mungu atubariki. Tunaenda pa 19. 19. Pour nous, Kwa ajili yetu nous l'aimons tunamupenda. parce qu'il nous a aimé le premier. Sasa alitupenda kwanza. Haleluya. Amen. Hivi tulijua kama alitupenda na sisi tulimpenda. Abraham alijua kama Mungu alimpenda na yeye alimpenda. Daudi alisema anamuelezea bibi yake asema Mungu alinipendelea kushindia baba yako. Na yeye alimpenda. Na wewe ukiwa na conviction kama Mungu alikupenda wa kwanza na wewe utamupenda. Amen. Christianisme haina base si juu ya boka kwa kwenda kwa enfer. Sasa vile ba mingi leo beko makanisa biatu ya dini banaogopa kwenda mu enfer. Shetu atuogopa kutenda dhambi juu ya kwenda kwa enfer. Tunaogopa kutenda dhambi juu tusimchungize mpendwa wetu. Amen. Tunajua hata kama tukitenda dhambi tukienda kuomba huruma mu 1 Jean 2 epitri ya kwanza ya Jean mshapitri yake ade tuko na avoka Yesu Kristo hata tusemea. Ndio sababu maneno hapa ni Christianisme iko basé sur l'amour. Haleluya. Amen. Baminga bafike kukubali ile kitu kama Mungu alibapenda, Yesu alibapenda. Tutakuwa kukuonyesha kama alikupenda na wewe uamini kile kitu. Mungu atubariki sana. Tunaenda kwa Kolosai 3:12. Wakolosai sura 3 mstari wa 12. Ninasema jepa. Basi mkiwa wachaguliwa wa Mungu, watakatifu na wapendwa, vaeni moyo wa rehema, wema, unyenyekevu, upole, uvumilivu. Amen. Comme des élus. Kama wachaguliwa wanani wa Mungu na bapendwa bake na bateule. Bien-aimé, ça vile tulikuwa nasema ile siku tena. Kyote kenye Mungu anatuelezea tukikipokea kwa imani kitakuwa sehemu yetu. Kama anasema tuko bapendwa tuseme amen. Amen. Sasa vile bapendwa, kama anasema tuko bateule tuseme amen. Ni Colossiens 3 tuko. Colossiens 3:12. Ainsi donc, kwa hivi basi comme des élus de Dieu, kama wachaguliwa wa Mungu. Bien-aimé, est-ce que uko mteule? Amen. Amen. Mungu akubariki bien-aimé. Comme des élus de Dieu, kama wachaguliwa wa Mungu, des saints, watakatifu. est-ce que uko mtakatifu? Amen. Tuko watakatifu ndani ya damu ya Yesu Kristo. Amen. Amen. Bien-aimé, na wapendwa, est-ce que tuko bapendwa? Amen. Amen. Revêtez-vous des sentiments de compassion. moyo wa rehema. Kama tuko bapendwa na bateule na batakatifu tuvale moyo wa rehema, de compassion, de huruma, de bonté, ya unyenyekevu, d'humilité, ya upole, de douceur et de patience. Na upole. Mungu atubariki sana. Bien-aimé, mahubiri yetu leo napenda kila ndugu na kila dada amine kama Mungu alimpenda. Upokee kile kitu kwa imani. Kwa sababu anasema kila kitu kikutendekee kufuatana na imani yako. Kama unaamini asema uko mpendo wa Mungu, utakuwa mpendo wa Mungu. Tunaenda 1 Jean 3. Yohana wa kwanza sura 3. 1 Jean 3, tuanzie pale bien-aimé. Tazameni ni mapendo namna gani tuliopewa na Baba tuitwe wana wa Mungu. Alléluia. Amen. Voyez que l'amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Tazameni mapendo namna gani tuliopewa na Baba tuitwe wana wa Mungu. Bien-aimé, tuko batoto ya Mungu. Bale bote benye balimwaminia, balimpokea, baliaminia ndani ya jina lake. Jean 1:11-12. Alibafanya kuwa batoto ya Mungu. Benye kuzaliwa kumwili na kutamaa ya mwili hapana, au kutamaa ya sheria ya mwili. Banazaliwa njoo na Mungu. Yeye banasema hapa voyez que l'amour le Père nous a témoigné. Tazameni mapendo tuliopewa na Baba pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Ili tuitwe wana wa Mungu. Shi batoto ya Mungu. Amen. 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 Batu ya kumataifa benye tulikuwa tubaimbwa, unapata neema Mungu anakuchakula katikati ya bantu kako na kuwa mtoto wa Mungu. Amen. Na bumaskini mtoto wa Mungu. Amen. Na mabuzaifu mtoto wa Mungu. Amen. Na mateso yote mtoto wa Mungu. Amen. Et nous le sommes. Na tuko vile.
Amen. Amen. Bien aimé mwenye kunifuata na wewe useme vile et nous le sommes. Na tuko vile. Tuko vile. Na usiseme vile et je le suis. Na niko mwana wa Mungu. Amen. Si le monde ne nous connaît pas, kama dunia haitujui, c'est parce qu'il ne l'a pas connu. Ni sawa ya kumjua yeye. Bien aimé. Wapendwa, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Tuko sasa wana wa Mungu. Si hatuna wale wengine anachunga siku ya kufa ajue kama aliokolewa au hapana. Achunge siku ya kufa ndio atajua kama yuko mwana wa Mungu hapana. She maintenant batoto ya Mungu. Amen. Amen. Mungu atubariki sana. Bien mimi tutakosa aje kuwa batoto ya Mungu. Josiah anaacha utukufu wako ananifuata juu niwe mtoto wa Mungu. Takosa aje kuwa mtoto wa Mungu. Tunaendelea pale. Est-ce que nous serons? Na kadiri tutakavyokuwa n'a pas encore été manifesté. Haijaonekana bado. Mais nous savons que na tunajua kwamba lorsqu'il paraîtra, wakati ataonekana, nous serons semblables à lui, tutafanana naye, parce que nous le verrons tel qu'il est. Kwa sababu tutamwona kadiri alivyo. Haleluya. Amen. Mungu atubariki bien. Amen. Mungu anakupenda, aminia vile, hapana kujiuliza alikupenda kunini. Tuende Malaki 1 chapitre 1 ya Malaki 1. Malaki sura 1 mstari wa kwanza. Nafika pale. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Niliwapenda Bwana anasema. Et vous dites en quoi nous as-tu aimé? Na mnasema ulitupenda kwa njia gani? Bien aimé, utalia alitupenda wapi? Sisi tunateseka Mkongo, tunateseka Mkalimi, Israeli akamuuliza ulitupenda kwa nini? Amen. Amen. Sikia jibu ya Mungu. Esaïe n'est-il pas frère de Jacob? Esau hakuwa ndugu Yakobo? Dit l'Éternel. Bwana anasema. Cependant j'ai aimé Jacob. Hata hivi nilipenda Yakobo. Et j'ai eu de la haine pour Esaïe. Lakini nilichukia Esau. Haleluya. Amen. Bien aimé, aminia kama Mungu anakupenda. Kile chote kenye alipaswa kufanya alikifanya juu yako. Alitoa uzima wake juu yako wewe. Alikufa na taji ya miba. Juu wewe upate kupata taji ya uhaki. Amen. Alikufa mwenye kulainiwa, alikufa na taji ya miba. Miba ni laana, alikufa kumuti ni laana. Wewe upate kubarikiwa. Si ushukuru kama anakupenda. Afanye tena nini? Alikupatia uzima wa milele. Wenye ungepata fasi nyingine isipokuwa ndani ya Yesu Kristo. Si ndio mapendo alikupenda ile. Usiangalie kumali ya dunia. Benye balitajirika ba Salomo beko wapi? Benye balipata uwezo ba Hitler beko wapi? Benye balivuma saba maobeko wapi? Wewe uko na kitu kenye hata kusomba hata siku moja. Uko na uzima wa milele. Aminia vile. Na anakupatia mapromese yenye kuwa ya bei sana. Na mapromese manene sana. Amen. Anakupatia ile mapromese wengine hapana nayo. Amen. Muki wangu atana banabii ba zamani balipenda kuona bienyoko naona weye. Tunafikia wakati Yesu atakuja, wewe unapata neema. Wakati balisema mpinga Kristo ataonekana, wewe uko namuona deja. Banasema kama kanisa itanyakuliwa, utanyakuliwa. Unapenda kupende je? Twende mu Jean 14. Yohane sura 14. Amen. Twende pale tumaliza haraka Jean 14 tunafika pale anasema nini? Yohane sura 14. Que votre cœur ne se trouble point. Mioyo yenu sifadhaike. Banasema coronavirus, banasema kama batafanya mkanisa inakuwa moja, kutakuwa pression, kutakuwa alama ya mnyama. Usiogope vile vitu. Que votre cœur ne se trouble point. Mioyo yenu sifadhaike. Croyez en Dieu. Muamini. Et croyez en moi. Ni Yesu yuko nasema bien aimé. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Kuna makao mengi ndani ya nyumba ya baba yangu. Manyumba iko ya mingi kumbingu. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Kama ingekuwa ningewaambia nini? Bwana tunaaminia kama iko wako yasemaka bongo. Amen. Je veux vous préparer une place. Ninakwenda kuwatengeneza ninyi nafasi. Hii promesse ni yako wenye kunifuata. Wewe mwenyewe uliaminia ujumbe. Ujumbe wa kwa kubeba batu baende kumbingu. Hata kubeba kama hakuna nyumba yako bien aimé. Ni sababu kuko nyumba alikutayesha ndio atakubeba. Na ndio alikutumia we invitation, pengine abakubatumia. Beko bana yala mu makanisa abajua hata benye biko natendeka. Wewe na yake yenyewe Mungu anafanya leo. Si useme merci kwa Jésus. Amen. Asema, je vous l'aurais dit, et je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, iko nanitengenezea nyumba yangu, na wewe uaminie vile, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mpendwa ndugu yangu,
Aminia kama Mungu alikupenda. Amen. Alikupendelea hata kupita watu wengine. Amen. Alikupendelea kupita hata bafalme ba hii dunia. Alikupendelea kupita hata tajiri ba hii dunia. Anakupatia kitu kenye bwa batapataka hata siku moja kama kwa muamini huyu Yesu Kristo. Mungu atubariki. Hapa makanisa yote inaanza kukusanyika mwezi wa 6, wanasema ile renyo itarudia tena ya makanisa yote ipate kwa kanisa moja. Wewe unapata neema ya kutambua kama pale ni bujanja. Amen. Wakati wanasema mapendo tutakuwa kitu kimoja. Shetu tunasoma 2 Corinthiens 6:14. Banasema hakuna upatanisho katikati ya giza na nuru. Wewe peke uko na ile neema, bengine bana na ile neema. Haleluya. Mungu atubariki. Mwache nimwimbie mpendo wangu alinipenda. Amen. Alinipenda. Sina naboka kwa kumwimbia. Tunaenda mu Isaya 53. Isaya 53. Tutaenda kusoma pale Geniali tufanizia upate kuona mapendo ya Mungu kwako alifanya nini. Naanzia hata Kombe 53, tutaanzia hata nyuma kidogo, tunaanzia hata Kombe Patua mstari wa 3. Mpendo wangu Jésus, méprisé, abandonné des hommes, amezarauliwa na ukataliwa na watu. Juu ya nini? Juu yangu mimi, homme de douleur et habitué à la huzuni na mwenye kujua tabu. Juu ya nini aliteseka, semblable à celui dont détourne le visage, na kama mtu ambaye wanamgeuzia uso. Nous l'avons dédaigné, tulimudharau, nous n'avons fait de lui aucun cas, hatumhesabu kwa kitu. Cependant, kweli lakini ce sont nos souffrances qu'il a porté, alichukua tabu zetu. Angalia mpendo wangu alibeba mateso yangu. Amen. Amen. Mwache nimwimbie, mwache nimusifu, japo nimtukuze, mwache nimupende. Amen. Amen. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Alichukua tabu zetu. C'est dans nos douleurs qu'il s'est chargé. Na alibeba huzuni zetu. Alibeba uchungu wetu, anajitwika uchungu wetu. Et nous l'avons considéré comme puni. Tulimwona kama akipigwa, frappé de Dieu, humilié. Akiteswa na Mungu na mais lakini il était blessé pour nos iniquités. Aliumizwa kwa makosa yetu. Si somi mzuri. Mais lakini il était blessé pour mes péchés. Aliumizwa kwa ajili ya dhambi zangu. Amen. Amen. Mpendo wangu Jésus, nakushukuru. Brisé pour mes iniquités. Akachubuka juu ya uovu wangu. Le châtiment qui me donne la paix, salama ya kuniletea mimi adhabu ya kuniletea mimi salama, est tombé sur lui. Inaanguka juu yake. Nilipata kwa na salama, nimepata salama. Juu ya mpendo wangu alibeba châtiment, pigo yangu alibeba yeye. Sana sema mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mungu kwa nini ilikuwa ni kilio kyangu yenyewe nipaswa kulia mimi kukufa. Mimi anabeba anakufa pabali pangu. Ndio mpendo wangu huyu banduku. Ndio sababu alitoa uzima kwa ananipenda. Mungu nisaidie na mimi nimpende vile anastahili. Le châtiment qui me donne la paix, adhabu ya kunipa salama, est tombé sur lui. Inaanguka juu yake. Et c'est par ses maîtrises, na kwa kupigwa kwake, que je suis guéri. Nimepona. Amen. Na wewe uamini vile kama uko mpendo wa Mungu alikufa juu yako. Ndio sababu anasema kama Mungu akutuma mwana wake atatuima tena nini bien-aimé. Waaminie na kule kitu kitatutenga na mapendo ya Mungu. Aisha kutupenda tuko ba bien-aimé. Aisha kutuandika mkitabu kia uzima kia mwana kondoo. Ndio sababu hatutapoteaka tena. Mungu atubariki. Bien-aimé, unaamini kama uko mwana wa Mungu? Amen. Kama unaamini useme amen. Amen. Kama unaamini kama uko mpendelevu wa Mungu useme amen. Amen. Kama unaamini kama utaenda kumbingu useme amen. Amen. Mungu atubariki. Amen. Tutaenda kushukuru kwa sababu tuko ba bien-aimé. Tushukuru pamoja mpendo. Celeste, tunasema asante kwa upendo ulitupenda katikati ya watu. Tupate neema ya kuokolewa, tupate neema ya kuteuliwa, tupate kuwa bapendwa. Uko unasema kama uko mpendo, tuko bapendwa bako Senyewe. Katikati ya watu ulitupenda si. Wakati watu wanapondekana mu madini, wanapondekana mu makanisa, sio unatupatia neno ke. Baba tunashukuru. Tunasema sifa, shangwe, shukrani kurudilie. Tunaomba ni mjina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Amen. 081 23 86 579 081 45 41 41 5. Mungu amebariki. Bandugu wote tunamisalimia, rendez-vous magharibi pa 17h30. Amen. Quand tu déverses tes dons, oui, un feu brûle à moi pour le ciel de ta maison. Un seul mot de toi, Jésus, et tout se déclenche. Une simple parole.
parle de toi, Jésus, et le cours des choses change. Tu es plein de tendresse, remplace ma faiblesse par ta grande sagesse. Remplis-moi d'allégresse, réveille mon âme, longtemps endormie, que ce soit aujourd'hui, maintenant et à jamais. C'est le cri de mon âme au jour de ma détresse. Jésus, ces chemins-là enlève ma tristesse. C'est le cri de mon âme au jour de ma détresse. Jésus, ces chemins-là enlève ma tristesse. Oh, aujourd'hui et maintenant, envoie ton amour, Jésus. Aujourd'hui et maintenant, envoie ton pardon. Aujourd'hui et maintenant, aujourd'hui et maintenant, envoie ton amour. Aujourd'hui et maintenant, et déverse tes dons. Aujourd'hui et maintenant, et ta